Naam, hii ni Global TV Media ambayo inakutangazia mubashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na karibu kufuata habari zetu katika siku ya leo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, amewekewa vikwazo na Marekani ambayo imemtuhumu kuungana na vikosi vya waasi wa M23 ambavyo vinaendelea kusababisha usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Undani wa taarifa hizi mwenzetu Safari Dilo Alimasi na ripoti kamili. Ndiyo, Marekani pia inalaumu kwa kukaa mjini Goma, eneo lilo chini ya udhibiti wa waasi. Vikwazo hivyo vinajumuisha hasa kufungiwa kwa mali zake zote zilizopo ndani ya mipaka ya Marekani. Kiongozi huyo zamani wa nchi ambaye yuko uhamishoni tangu mwaka 2024 alihukumiwa adhabu ya kifo akiwa yupo kwa kutokuwepo mahakamani tarehe 30 Septemba 2025 na mahakama kuu ya kijeshi kwa makosa ya uhaini na kushiriki katika harakati za uasi bila kupewa nafuu yoyote ya adhabu. Mrisi wake Felix Tshisekedi ameendelea kumshutumu kwa madai ya kushirikiana na kuwa mwanzilishi wa kundi la AFC linaloongozwa na aliyekuwa rais wa tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Seni Corneille Nangaa. Kwa mujibu wa Jacques Shabani, naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani, usalama na ugatuzi na masuala ya kimila na kiongozi wa chama tawala, vikwazo hivyo ni matokeo ya kawaida kwa wale wote wanaozuia au kuhujumu mchakato wa amani unaendelea pamoja na ahadi zilizotolewa Washington. Anasema kuwa Joseph Kabila hahusiki tu na mgogoro wa mashariki, bali ndiye hasa chanzo chake kikuu. Ni matokeo ya kawaida tu na hata aliyochelewa kuchukuliwa. Sio tu kwamba anahusika, yeye ndiye mchochezi, mwanzilishi na mbunifu wa mpango wa kusambaratisha Kongo. Huyu ni bwana Joseph Kabila. Kwa kuzingatia mchakato ambao Marekani imejihusisha nao na jitihada zote za kuhujumu mchakato huo amani, ni jambo la kawaida katika kuweka shinikizo kwamba wale wote wanaokataa kushiriki na kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa Washington watawekwa wazi. Alisema yu waziri wa taifa husika na mambo ya ndani Jacques Shabani. Serikali ya Kongo kupitia taarifa rasmi imepongeza uamuzi wa hazina ya Marekani iliyochukua siku ya Alhamisi hatua ya vikwazo dhidi ya Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikifichua jukumu lake kuu katika kutokuwa na utulivu wa nchi kupitia madai ya kuunga mkono waasi wa AFC M23. Kinshasa imeonyesha kuridhishwa na hatua hiyo, ikiona kuwa ni muhimu hasa katika kupambana na kutokuwajibika na kuwajibisha wale wote wanaochochea hali ya kuyumbisha inayoendelea nchini DRC. Kwa mujibu wa taarifa ya hazina ya Marekani kupitia ofisi ya kudhibiti mali za kigeni OFAC, Kabila anadaiwa kutoa msaada wa kifedha kwa AFC ili kushawishi hali ya kisiasa katika mashariki mwa DRC na pia kuhamasisha wanajeshi wa FARDC kuacha jeshi kutoroka ili kujiunga na waasi. Taasisi hiyo pia inadai kuwa Kabila alijaribu bila mafanikio kuanzisha mashambulizi kutoka nje ya nchi dhidi ya FARDC mashariki mwa nchi, na alifanya juhudi za kuweka madarakani mgombea mpinzani wa rais wa sasa ili kurejesha ushawishi wake ndani ya serikali ya Kongo. Kutokana na aliyo, mali zote na maslahi ya Kabila yaliyo chini ya mamlaka ya Marekani pamoja na taasisi ambazo anamiliki kwa 50% au zaidi zimefungiwa. Raia wa Marekani wamepigwa marufuku kufanya miamala yote naye isipokuwa kwa kibali cha jumla au maalumu kutoka kwa OFAC. Tuangazie huko Uvira ni kwamba watoto wawili kufariki, nyumba nyingi kupelekwa pamoja na vitu vya ndani. Hayo ndiyo matokeo ya mvua iliyonyesha mchana wa siku ya Ijumaa ya tarehe 1 Mei 2026 ambayo imepelekea mto Kalimabenge kujaa zaidi na kusababisha madhara hayo ya kiuto. Chako Changu Bon Ane ni mmoja kati ya raia wa eneo hilo la mji wa Uvira. Ameanza kwanza kutoa picha halisi ya namna hali hiyo ilivyotokea. Mvua imenyesha leo, mvula nyingi sana. Tangu masaa 5 za mchana tu kabisa ndio mvula imenyesha kuwa mingi sana, ikafanya kwamba mtoni imetomboka, mtoni imejaa. Mtoni Kalimabenge ni mtoni ambayo inasepare quartier Kabindula na quartier Kalundu, ngambo ya juu na ngambo ya chini na separe quartier Kalundu na quartier Kilibula, mkiwemo pia quartier Nyamianda. Sasa ndo mtoni imejaa mvua mingi ambayo imekuwa na madega ziko mingi, sababu kuna maparseli ambayo zimekatika na hata pia watoto wamoja wamekufa, wawili ambao
wamejulikana, unaopatikana mnamo quartier Kilibula ngambo ya Mtoni. Ni ukweli kwamba Mtoni imebeba nyumba zimoja za quartier Nyamianda na quartier Kilibula. Hiyo ndio mvua ya mvua ambayo imeweza nyesha tangu saa 5 hadi mpaka saa hizi saa 12 mvua iko inanyesha katika vile ya Uvira. Hao watoto wafikie kufa, hakukuwa namna ya kuwaokoa, hakukuwa sekuru ya majirani na watu wengine metre. Mtangazaji, hakukuwa namna ya kuwaokoa, kwa sababu Mtoni imejaa, imebeba vitu vingi, madegani makubwa. Hapakuwa namna, ndio maana shida Inawezekana wamejenga pembezoni ya mto, ndio ilikuwa sababu kubwa. Ukielewa kwamba tuko mwezi wa 4, ni mwezi wa mvua nyingi sana katika Uvira, ndio maana kama ndio koze. Lakini pia watu hawaheshimu ile separe maji pamoja na nafasi kujengea. Hiyo nao pia nyingine koze. Lakini pia wanatenga bila kuheshimu mipaka, wanakufa. Ndio shida hiyo tuko katika vile ya Uvira. Baada ya hiyo incident hakuja kuwa reaction yoyote kwa upande wa viongozi wa mji na hata wale wa jimbo. Tangazo leo kwamba leo ni siku ya ya konje, watu wengi, viongozi wengi wapumzika nyumbani. Upande mwingine ametoa pole kwa familia zilizokumbwa na majanga hayo, huku akiomba serikali kutoa msaada katika familia hizo. Tunasubiri kwamba après evaluation ya etat general ya inondation ambazo ni za leo, kazi moja kunaweza kuwa intervention, lakini machief kata ama chef de quartier ndio tumeona wakisumbua na kazi hizo kwa faida za waraia wa kata zao. Message ni kupeana kwanza pole kwa hali ambayo imetia sote, lakini pia kuambia watu kwamba tuzidi kuheshimu ya kujenga na espasi ambayo haiko ya kujenga, sababu Mtoni hawajengaki pembeni ya mtoni kama kujenga nafasi ambapo Mtoni imesha, sababu Mtoni inarudi nafasi ambapo ilikuwa pasi yake. Lakini pia ni kwamba tukuambia kwamba wakuu viongozi wa mji waangalie kipi cha kufanya kwa haraka, kwa muda mchache na kwa muda utakokuja kule mbele, ili kwamba waendelee kulinda raia, wakijua kwamba kila mwezi wa 4 mafuriko yanakuja mengi katika vile ya Uvira na madesizio yanapaswa kamatika. Huku tukikusa pia kwamba kuna plan ambayo imefanyika na CICR kwa ajili ya kulinda watu kontra hiyo inondation ambayo iko katika vile ya Uvira. Baraka, kuna habari zisemazo kuwa kijana mmoja kujereuliwa kwenye mkono kwa kupigwa risasi, simu na pesa ambazo idadi yake bado kujulikana kupelekwa. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha wizi kilichoendeshwa na mtu mwenye kumiliki silaha kinyume cha sheria usiku wa siku ya Ijumaa ya wiki tunayo katika kata la Kalinganoro mjini Baraka. Asende Miliati Koboka ni mkuu kiongozi wa eneo hilo, ameanza kwanza kueleza namna mkasa ulivyokuwa. Katika kata yangu ya Kalinganoro kulikuwa kijana mmoja ambaye anaitwa kwa jina la Alimasi. Ilikuwa mamida ya saa 3 za usiku. Akabaniwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amemiliki silaha. Maongezi ya yule kijana alisema kama ule mtu ambaye alikuwa na miliki silaha alimsimamisha. Baada ya kumsimamisha akaanza msopa, akamnyang'anya pesa, akamnyang'anya na telefoni na akapenda mpige masasi. Wakati alimpiga masasi, yule kijana alisema kama ile masasi haikuingia. Baada ya hapo yule kijana akaanza lalamika ili wengine waje kumsaidia. Baada ya hapo ule mtu ambaye alikuwa amemiliki silaha akaenda zake. Yani alienda baada ya kusikia ule kijana anaanza ita watu vile intervention wakuja kumsaidia ule askari, kama alikuwa askari, kama alikuwa bandia, kama alikuwa nani, akaenda zake. Ndio hivyo, ndio habari hiyo. Aliondoka kabisa na telefone, akaondoka na pesa. Mwishowe ameomba kwa serikali ya mji wa Baraka kuzidisha mbinu za ulinzi ili raia waendelee kuishi katika hali ya usalama. Sasa nikaambia serikali ikamate jukumu yake, kwa sababu masasi iko nalia sana. Nikisema masasi inalia sana, tunaangalia wale wenye ambao wanamiliki silaha, les porteurs d'armes.
ndio wenyewe wanapigaga masasi. Serikali kabisa ikae chini iangalie kisi gani ya kumaintenir usalama mukata Kalinga Nord, hata muvile yote ya Baraka, kwa sababu hii masasi iko nalia kila fasi muvile ya Baraka na kila siku, na probleme ni ile matelefoni. Kijana kama iko kutoka Ukabumbu bana muarete, bana munyang'anya telefoni. Ule bandia, tuseme ni bandia, alimpiga masase haikuingia, lakini kuku imoya yenyewe ilimugusa kumkono. Na ule kijana akaenda kwa hospitali, hivi iko kwa hospitali. Kwa hiyo ningeomba serikali kabisa ikae chini, ilete usalama wa raia. Serikali iko pale kwa kulinda raia na mali yake. Ndio nasijua kwamba ni kisa cha ngapi hichi ambacho kinajitokeza katika kata yako. Yaani naweza nikasema hata mara 10, kwa sababu hakujapita hata siku 2-3 hapo. Tena mkatangu wa Kalinga Nord walipiga masasi, utasikia kama ni vita vinaingia. Kuma ikukua hata vita. Yaani inaweza ikakuwa hata vitendo vya mara 10. Yaani ni presque kila siku. Kuko mwingine chef d'avenue wangu Willy Delor bali mpiga mipanga, wakampiga mipanga nini kumsumbua. Hiyo yote kabisa inatukera sana sisi kama vile raia. Tunaomba serikali kabisa ikae chini ituletee amani. Raia inapenda amani. Naweza nikaambia raia yangu ya Kalinga Nord kama itulie. Serikali ni serikali, na hivi vyote wenye viko vinapitikana mkalinga Nord, serikali iko najua na iko naona. Najua serikali haishindwagi na kitu. Raia yangu ya Kalinga Nord napenda kuiambia kama itulie, isiwe na papara. Serikali itafuatilia hii kazi na itamaliza hii insecurity. Tutamatishe habari zetu na habari hizi. Waendesha pikipiki wa mji wa Baraka wamekitaka kitengo cha Transcom kuondoa kamba walioiweka maeneo ya Lukoke, la sivyo watafuata sheria ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waendesha pikipiki hao wanasema hawaoni umuhimu wote wa kuwekwa kwa kamba hiyo, kwani hakuna document yoyote wanayoipewa kama alama ya pesa wanayotozwa kwenye kizuizi hicho. Baadhi ya waendesha pikipiki tuliozungumza nao wanaeleza yafuatayo. Tunakuja hapa juu ya ile kamba ya Transcom pale Kalunja. Vraiment wanatutatiza sana pale. Tuko tunalipa mafranga pale, hatujui mafranga zani tuko tunalipa pale. Unalipa 1000 francs kwa hata kupatia kitanse. Hasa inaonekana franga iende mu trésor public na itusiyeta kukitu moya. Ile kama tuchata malalamiko kwa yetu wa Montare, tuchata malalamiko kule sana. Na wakasema kama nao waishaongea nabo, kwa hiyo wakasema kama balisha wampatia une semaine. Tunasema kama ile ikifika ile lundi prochain kule vile kama ile kamba yatoka, shipe kiwa Montare tena kutotosha ile kamba kuna. Niko motari wa Transville hapa. Saa tunaona saa ile kamba pale ya Transcom na tusumbua sana sisi ba motari. Juu tuko tunalipa makuta tuone hata dokima. Kama baba kuitosha sisi ba motari tutajiorganize. Kama lenda ikukua inatoka njo tutafaa nguvu itoki. Ndio sie tuko na malalamiko sana juu ile kamba ya Transcom. Vraiment banatusumbua sana tena sana. Tulomba makuta tujuku iko naenda manake haina maana hata. Vraiment bangetosha ile kamba. Kama bakutosha sasa benyewe ba Montare tajiorganize tunandi tosha pale. Tutenda itosha sasa ba Montare. Na kuya hapa juu kuhusu ile kamba. Ile kamba inatusumbua sana. Kama sumbua sana balituambia sio itatolewa après 7 jours. Nilishapita. Bezo yetu tunapenda ile kamba itoke tu pale. Kama kutoka sema Montare tutajinani tutende tosha pale. Lendi ndo mwisho. Nasema niko motari mporiste. Naendaka Uvira, Lweba kule kote mangambo ya nani ya Lusenda. Mena huzunika kuona ile taxe ya Transcom inagijagere. Paske mpaka sasa hatuyapata solution ya hayo. Wanasema wataitosha lakini kuitosha hawaitoshi. Na hata meme dokima hatupati juu ya hayo. Ndio alikuwa nalomba watusaidie wakubwa watutoe ingali mapema juu kama waitoi lendi siepe tutaingia barabara kuitosha. Ndio nalomba wakubwa watusaidie sana watutoshee kabla vurugu hayakuwa. Na hadi hapo ndipo kabisa mwisho kamili wa habari zetu katika siku hii ya leo. Shukrani kwako mtazamaji kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine. Mimi ni Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu ili kupata habari zenye ukweli na uhakika.